Nimechagua injili hii kwa sababu nilitaka tujikumbushe, hasa sisi wana CPPS, lakini na wengine pia mliopo hapa, tujikumbushe wito wa mkutano mkuu wa shirika uliofanyika kule Poland mwaka 2019 ambao ulikuwa unatuhimiza sisi wanashirika na bado unatuhimiza kuwa divai mpya, becoming new wine. Hata kama mwaka huu tuna mkutano mwingine mkuu wa shirika kidunia na bila shaka itatoka moto nyingine, haina maana kwamba hii moto ya becoming new wine inakwisha. Haiwezi kuisha, kwa sababu daima tunapaswa kuwa divai mpya. Na katika injili tuliyosikia, basi Kristo hasemi moja kwa moja kwamba mnapaswa kuwa divai mpya, lakini mfano aliotoa unaelekea kutuelekeza huko. Ningewauliza wataalamu wa divai, labda kwa namna pekee Padre Tito Shirima, sijui kama yupo, ningewauliza divai nzuri ni ipi, ni ya zamani au mpya? Bila shaka wanaojua divai wangesema ya zamani ndio nzuri, ya zamani ndio nzuri. Lakini sasa kwa nini Yesu anataka tuwe divai mpya? Ya zamani ni nzuri kwa sababu ile process ya kuwa pombe, ile fermentation imeshatulia, nzuri, ni nyororo. Lakini hii mpya bado inachemka. Ndio maana Yesu akasema ukiweka katika kiriba kikukuu, hicho kiriba kitapasuka, kwa sababu bado imechangamka mno. Na wengine wanasema divai mpya inalevya kuliko divai ya zamani. Kwa nini mfano wa hii divai ambayo ni nzuri zaidi kuliko kuzungumza divai ambayo ni mpya, divai ambayo haijaiva, divai ambayo bado, ambayo inaweza ikapasua chupa? Kwa nini asitoe mfano wa hii divai nzuri ambayo yenyewe imeketi tuko kwenye chupa wala Ndugu zangu, maisha ni mabadiliko. Kisichobadilika kimekufa. Bwana anapotoa mfano huu wa kuwa divai mpya, au sisi tunavyotafsiri fundisho hili la Bwana kwamba anatuelekeza tuwe divai mpya, tunaelekezwa kubadilika. Tukumbuke mfano huu Yesu hakuutoa tu kutoka hewani. Ameutoa baada ya kukutana na Lawi, yule mtoza ushuru. Yesu akamuita Lawi, akakubali, kaenda nyumbani kwake na nyumbani kwa watu wengine ambao walikuwa wanachukuliwa ni wazambi. Na Mafarisayo na waandishi wakamhukumu Yesu. Wala hawakumuuliza, hawakumuoji, hawakutaka kujua kwa nini amefanya hivyo. Walitoa tu hukumu moja kwa moja kwamba huyu mtu ni mtu ajabu kabisa. Huyu mtu hafai, anakaa pamoja na wenye dhambi. Yesu akijibu shutuma hizi ndipo anapotoa mfano huu. Yesu ni divai mpya, na hawa waliolisikia neno lake hata kama walikuwa wadhambi wamegeuka na wenyewe wanakuwa divai mpya. Hawa Mafarisayo na waandishi ni divai ya kale na pia ni viriba chakavu ambavyo wasipobadilika neema ya Yesu itapotea tu. Lakini hawa waliolipokea wito wa Yesu, wake na Lawi, divai mpya, na wamekuwa pia viriba vipya. Viriba vipya kwa asili vina uwezo wa kutanuka, elastic, kusudi yale mabadiliko ya divai
yaweze kutendeka bila kudhuru hiki kiriba. Lakini viriba vikuukuu ni lingozi ambalo haliwezi kutanuka tena. Likipata changamoto kidogo linapasuka. Kwa mfano huu, Yesu sio tu kwamba anatutaka tuwe divai mpya, bali pia anatutaka tuwe viriba vipya. Kwa maneno haya, vijana wapendwa, tunawapokea leo. Tunawapokea katika shirika letu tukijua kwamba tunapokea zawadi mpya. Tunapokea watu waliokomaa wanaoweza kuendana na dynamics za shirika letu, kuwa waaminifu na watii kwa sheria zetu,